ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 4, ambayo ni wanafunzi wa kihistoria. Tutakumbuka ya kwamba miaka 31 iliyopita tuliweza kuona tendo la kiunyama ambalo liliweza kuendelea kule nchi patanishi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ilikuwa ni mauaji ya kimbari ambayo ilitendeka kwa muda wa siku 100. Ilitendeka kutoka mwezi wa 4 hadi mwezi wa 7, na mwisho wa hiyo mauaji ya kimbari tuliona ya kwamba zaidi ya wananchi wa nchi ya Rwanda milioni 1 waliweza kupoteza uhai wao. Jambo ambalo tumejifunza ni hili si jambo la kipekee ama jambo linalohitaji masuala ya kipekee ili litendeke. Ni muhimu sisi wote kujua, tusipokuwa na uangalifu, we have to be intentional sisi wenyewe, ya kwamba tuzuie kitendo kama hiki kisije tena kutokea huku Afrika Mashariki. Si jambo mchezo mauaji yaliyotokea mwaka 1994 kule Rwanda. Sasa ni jambo la kujifunza na kujifunza amani manake nini. Tumeona kwa muda mrefu nchi yetu ya Tanzania na sehemu zake mbalimbali tumekuwa tukihubiri amani, na hasa kuanzia waasisi wetu wa serikali, tukianzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba yetu wa taifa, na warithi wake wote. Kupitia fursa hii ya uwepo wa East Africa Community katika wilaya hii ya Arusha na mkoa wa Arusha, ni jambo la kujifunza kwamba amani ndio kitu pekee kinachowafanya wakae. Mauaji yale yanawafunza vijana kwamba utu, maadili pamoja na upendo vinatakiwa kuwa pamoja, kwa sababu usipokuwa na utu na nchi yako, usipokuwa na utu na wenzako, lazima mauaji ama vita vitatokea. Kwa hivyo hawatakiwi kuwa chachu ya uharibu, lakini wanatakiwa kuwa chachu ya kujenga amani na kulinda umoja wa nchi. Kama Watanzania, nchi yetu inafahamika kama kisiwa cha amani, na tunapoelekea katika uchaguzi tusije tukaingiliwa na tamaa za mamlaka. Tuwe ndugu zetu, na kama walivyofanya kule Rwanda tujifunze kwao, hakuna haja ya kurudia. Ndio maana tunakumbushana kila mwaka haya mauaji ya kibali, ili kama jamii zingine zinazoizunguka Rwanda tujifunze kutoka kwao.